Malaika akiwa anazungumza na kiongozi wa chuo, mazungumzo yao kidogo kidogo ambayo yalikuwa yanamhusu yeye binafsi. Baada ya kumaliza kuongea naye, akaondoka huku akiongea na simu na kuelekea nyumbani kwao. Hapo yupo maeneo ya chuo. Huku upande mwingine tunamuona Ekene akimgongea Foe mlango. Ikiwa imemjaa sana, lakini bila kujua humo ndani kuna Femi. Femi amelala baada ya kusikia sauti zile, akajifunika mto kabisa na kulala. Lakini Ekene alipiga kelele sana, baadaye akaondoka kwa hasira. Ndipo Femi akainuka na kujigeuza vizuri zaidi na kutokana na zile pombe kali, alijikuta amekaa chini na kwenda bafuni na kunawa uso ili ajiweke sawa kutokana na pombe zile za jana ambazo zimempelekesha. Huku mamake Weki akiwa anamsubiria Weki, lakini Weki kwa haraka haraka anasubiriwa akachukua kikoba chake ambacho kina dawa na kuiangalia picha, lakini mamake Weki yuko busy na kumsubiria, anaona achelewa. Huku akiwa anachukua dawa akimwambia nakuja sasa hivi, sasa hivi nakuja. Akachukua na kuweka kwenye begi, then akakimbilia kwenye gari na kuingia kwenye gari. Baada ya kuingia kwenye gari, walipofika shule, gari imekuja imepaki. Weki, mbona siku hizi sikuelewi mwanangu, tokea uanze Maswa Club. Mama basi subiri, nikirudi nitakueleza. Sawa, lakini kitu kama hiko unachokikosea. Baada ya hapo Weki akashuka kwenye gari na kukimbilia darasani haraka haraka, na ndipo mama yake akawa amemwangalia tu kwa hasira. Huku mapenzi yameshamili, yani mapenzi moto moto, wakiwa wanajiliwaza baada ya kufanya yao na kuongea mambo mengi. Mara ghafla David anaingia kwa hasira na akiongea na kupaniki sana kuhusu mapenzi yao. Vipi, mbona siwaelewi? Sasa hivi mshakuwa na mahusiano, kwa nini mnanitenda hivi? Mchizi wake akamjibu, punguza jazba, kwani kuna nini? Uko free, huyu tumwache tumliwaze ya nini, ndo unanifanyia hivyo? Lakini Princess akiwa anamwangalia tu na kucheka bila wazi kutokana na hasira. David aliondoka huku wakiendelea na mahusiano yao wakiwa wanacheka. Upande wa pili tunamuona Samuel akimgongea Femi na kuingia ndani. Oh, vipi mwanangu? Umepotea sana. Vipi? Fresh, mi nipo. Basi haina shida. Wakiwa wanasalimiana. Unalijua kwamba katika kampuni yetu kuna mastaa wanakuja, na mastaa hao wanatoka nchi mbalimbali, inabidi tuwapokee. Na pia kuna mkataba unaingia, unatakiwa tusaini. Na hapo tukisha sign na mambo yanaenda vizuri tu ofisini. Kwa hiyo inabidi uhudhurie, na hapo Femi anamsikiliza tu kwa umakini kwa sababu hana jibu lolote. Na katika mazingira hayo Femi hakuwa na jibu la aina yoyote. Huku tunamuona Malkia pamoja na Sophie wakiwa wametulia chuo na kujadili. Akamwambia shida nini rafiki yangu? Kwani tatizo nini? Hadi sasa hivi hueleweki. Mimi maisha yangu yameshakuwa magumu na nimemwambia pia principal. Basi haina shida tuondoke. Usiwe hivyo, usiwe mnyonge. Mimi nipo kwa ajili yako. Unasikia rafiki? Basi tuondoke. Wao wakawa wanaondoka taratibu. Malaika akiwa ana jazba kubwa sana na usongo wa mawazo. Huku upande wa shule tunamuona Bikoyo akiwa anazungumza na simu. Haswa alikuwa anazungumza na baba yake. Baba, lile swala limeshaisha, lakini naomba unielewe, mimi sipo naye tena yule kijana. Japokuwa ni maskini, mimi sipo naye na nimeshaachana naye. Na kusikiza baba, baba wewe ndio kila kitu, ambaye unanilipia school fees, na wewe ndiye single father. Basi huku upande wa pili tunamuona mama yake na Weki akiwa yupo katika ofisi na anaongea na Ekene kuhusu lile swala. Mara simu ya shule inaita na kupokea. Katika kupokea akamwambia Ekene, nyamaza. Alo, vipi? Shule. Kuna swala gani? Weki? Basi hapo mimi nakuja sasa hivi. Akiwa ameshangaa na kukusanya vitu, huku akiwa anasikiliza na kukata simu, huku Ekene akiwa yuko busy. Sasa tunafanyaje kuhusu lile swala? Hakuongea chochote na kuondoka zake. Ekene akawa anamshangaa tu kwa nini. Huku upande wa pili
katika radio station ambayo anafanyia kazi Foe. Samuel alikuwa ameshakuja naye, wakawa wamesimama na kusalimiana. Umepotea sana, vipi? Tumekuja kufuatilia masuala ya interview, mnatakiwa. Basi huku upande wa pili tunamuona Malaika akizungumza na simu. Bado mawazo yanamtesa sana, bila kujua boyfriend wake akaja kugonga mlango. Katulia, akawa anajifikiria, vipi? Malaika fungua mlango. Akafungulia maji ili kwamba onekane kama alikuwa anajisaidia toilet na kutoka kiasila. Boyfriend wake akachukua simu na kumlaumu, wewe nini unajificha ficha? Huyu mwanaume unaongea naye uko busy ni nani? Kuja kuangalia kumbe ni Sophie. Haya, huyo ni mwanaume? Huyo ni mwanaume au ni wivu tu? Haya, angalia kama huyo ni mwanaume. Mbona uko busy sana na Sophie kuliko mimi? Shida nini kwani? Na siku hizi sikuelewi. Niambie basi. Hakumwambia chochote, amekaa kimya tu, huku boyfriend wake akiendelea kuongea kwa hasira. Naye akamwambia hamna kitu chochote Daddy, mimi nina maumivu ambayo yananitesa, na unapaswa kama boyfriend wangu ulielewe swala hilo. Na unasikia? Akamwangalia na kuondoka kihasira baada ya kusikia vile, na kutupa simu na kuondoka zake. Lakini Malaika alisimama tu na kumwangalia boyfriend wake. Huku upande wa pili tunamuona Tony pamoja na Princess wakiwa wanazungumza kwamba kuna kitu nataka nichukue dukani, wao moja nishikie na kuja sasa hivi. Akaingia dukani na then akaanza kuchagua vitu anavyovihitaji, kwa maana ili aondoke, vingine vile kama zawadi alivichukua pamoja na dawa mbalimbali na kuweka pale hili alipie. Baada ya kuchukua katia kwenye begi na kurudi, akachukua na ice cream yake, huku wakiwa wanaondoka na kuanza kupiga stori zao wakiwa hawana habari. Huku tunamuona Samueli pamoja na Foe wakiwa wanazungumza swala la kazi, kwa sababu akamwanza kumwelewa, sikiliza, kuwa mpole na unielewa. Sawa, lakini kitu kinachoniumiza, Femi na Ekene wanakuwa na ugomvi kwa vitu vidogo. Sikiliza, sitaki kunielewe swala hilo, naomba niache. Sasa nikuache vipi shemu? Hapa uchagua moja kati ya Kene nini? Wewe nimekuambia kati ya Kene na Femi, kwa sababu ni marafiki, unaelewa? Au ni marafiki ambao wanapendana. Kwa nini umetembea nao wote wawili? Sikiliza, yani hapa mimi sielewi. Huku upande wa pili wale mastaa wameshafika ofisini, wanasubiria kuweka mkataba. Mbona watu wenyewe hawafiki? Wanasema wanafika, mara Ekene amefika fasta, huyo hapo. Vipi sasa? Mbona ndio tuelewi? Mmechelewa. Unajua kwamba tuna program kubwa sana, mnatakiwa tuusaini ili mambo yaende sawa. Basi haina shida. Bosi wako kwa wapi? Angalia. Basi mimi kila kitu tutamaliza, msijali, tupo pamoja. Vipi? Tunaelewana? Msijali, subiri mimi sasa hivi namaliza hilo swala, subiri nishughulikie. Basi akaondoka kwa sira. Mara simu inaita. Alipopokea, vipi? Wameshakuja? Wapo hapa na mimi ndo nitafanya process zote. Usijali wala nini, nishawatuliza na mimi nipo vizuri. Basi nakutegemea. Usijali bosi, mimi naeka sawa hili swala. Weki akiwa anaelekea nyumbani, basi haina shida bosi wangu, mimi nalimaliza hilo. Hii process ndani imechelewa kweli, acha niwahi faster. Unajua kampuni zingine za kijinga kweli, hata hazieleweki. Yani sijui kwa nini wanatusumbua sana. Mama yake Weki ameingia ndani chumbani kwake akiwa anapiga process. Huyu Weki mbona simuelewi? Akaingia hadi chumbani kwa Weki na kuanza kukagua. Mbona sielewi? Aro, vipi? Bikoe? Kuna nini kwani? Kuna nini? Mimi sielewi. Naomba mniambie ukweli, kuna nini? Huku upande wa pili Femi bado tu amejifungia chumbani, hana hili wala lile. Foe amekuja kumgongea mlango na kumweleza kwamba mimi nifungulie, mimi ni Foe. Mbona sikuelewi na wewe siku hizi? Mbona umekuwa na mawazo mengi? Fungua mlango. Basi akafungua mlango na kumwangalia, bado yupo kwenye huzuni. Bado una hasira? Una hasira? Femi baada ya kufungua mlango akamwangalia tu. Bado una hasira? Mtoto wa kiume hawi na hasira kama kiasi hiko. Hasira nini? Unajua mimi nina mawazo sana. Alafu sikuelewi. Yani sasa hivi unatoka kimapenzi na rafiki yangu. Mimi yani hata akili yangu hainipi. Na ulishaniambia kwamba
Sophie ameathirika. Sasa unahofia nini? Kama kuathirika tumeshaathirika, unatakiwa maisha urelax. Sawa, nimekuelewa, lakini sio vizuri hivyo. Kwani nimekukosea nini? Basi ingia ndani. Ingia ndani mpenzi, usijali. Akaingia na kufungua mlango. Huku upande wa Malaika anatoka zake toilet, anarudi nyumbani. Mara ghafla anadondoka na kizunguzungu juu, boyfriend wake amemshika. Huku upande mwingine tunamuona mama yake Weki akiwa amefungua, anagonga mlango nyumbani kuna Bikoye. Vipi, naweza kumkuta Bikoye? Basi subiri dakika sifuri hapo, nakuja sasa hivi. Akiwa anasubiria na mawazo juu ya mawazo, huku yule mlinzi akamfuata bosi wake na kumweleza mama yake yule kijana wa kiume amefika hapa. Yule anaitwa Weki. Basi haina shida, subiri kwanza. Unajua yule kijana mimi nitamuonyesha, anamharibia masomo mtoto wangu. Mimi nitamuonyesha. Tumpe dawa gani? Basi sikiliza, usijali. Ushanipa dawa wazo. Huku tunamuona Ekene akiwa amenawa na hasira juu ya mahusiano pia na ofisini, akapiga ukuta ngumi ili kwa hasira. Kipindi hiko kuna mwanamke anaingia na si mwingine ni Sophie. Sophie alipoingia akafungua mlango. Vipi kwani kuna shida gani? Hadi umekuwa siku hizi umekuwa bondia? Umekuwa bondia? Haya, endelea kupiga ukuta, mimi naondoka zangu. Kwa hasira akajilaumu, mara simu inaita ya wale mastaa ambao wamekuja ofisini na kupokea. Vipi ndugu zangu? Poa, ile swala tunalikamilisha na nipo ofisini hapa. Basi haina shida, mimi faster tu. Tunalikamilisha na mkataba tutasaini vizuri na tutakuja hapo tutafanya vitu vya maana, tumsijali wala nini. Tuko busy. Akakata simu. Alikuwa na tabasamu kwa unafiki, yani kwa ili aonekane kama yuko kwenye tabasamu, kumbe wapi. Huku waandishi wa habari wamefika pamoja na wale wasanii wakiwa wanajadiliana, lakini nao wako busy. Yani sisi ni wageni, afu mwenyeji wetu hayupo hata mmoja. Yani wamechanganyikiwa na waandishi wa habari wameshatapakaa katika eneo hilo, wakiwa wanapigwa picha huku wanaongea nao simu. Yani hao hizi kampuni zingine, mara huyo Ekene anafika na mikataba. Vipi, mbona tuwaelewi? Mnatuchanganya kama swala haliwezekani mtu. Msijali, mimi ndo bosi wake, kwa hiyo nimekuja kulimalizia. Jali, tunaliweka sawa kila kitu. Huyu kuna baadhi ya mambo hapaswi kuyamaliza, kwa hiyo inabidi tuyamalize. Mara na Femi amefika. Basi hamna shida, au vijana wangu tutalimaliza hili swala, twendeni tukakae pale tulimalize. Huku tuache ujinga, tuwe kitu kimoja, wasijue kama tuna ugomvi. Basi haina shida, kaeni hapo tuanze kazi hapa na mikataba tuanze kusaini. Hivi ndio tunavyotakiwa. Kumbe vitu vyote mshaika sawa, ni issue kupiga saini tu. Kumbe mko vizuri. Tuko tunahofia maana kuna kampuni zingine hazieleweki. Huku wapiga picha wakiendelea na kupiga picha na kuonyesha mikataba, nao wakasaini, na baada ya kumaliza kusaini kitu kikawa kimoja na kazi imeisha. Nyinyi mko faster sana. Sijaona kampuni ambayo mko faster kama hii. Oya, kila kitu tayari wanetu tushamaliza. Huku usiku klabu watu wanaendelea kujirusha na bila wasi, ngoma wanazopigiwa ni nzuri. Sasa hapa Sophie, nipe kama hiyo nyingine. Nipe kama hiyo nyingine. Huku Sophie na Ekene wakiwa wametulia wanajipongeza, wanakunywa. Huku Ekene yupo kwenye furaha, anajidai yupo kwenye huzuni baada ya mkataba waliosaini umetiki. Kwani kuna shida gani? Kuna shida gani? Yani huku unafikiri sijui? Najua vizuri tu. Yani unajidai mjanja, kumbe wapi. Yani wewe kutoka na Foe, alafu unajua kabisa Foe ni rafiki. Piga cheers kwanza yaishe na hasira. Haya tu. Basi haina shida. Akamwangalia kwa hasira, alafu kwa kejeli akamwambia, lile swala nimeshamaliza, yule nimeshaachana naye, sasa hivi nipo mwenyewe tu. Haya, mimi nakuja naingia kidogo nacheza muziki hapa. Akanywa muziki huku unaendelea. Sophie yule mdogo anatembea
ana habari na kwenda kujirusha kwenye mziki akiwa na furaha baada ya kuambiwa kwamba yuko mwenyewe. Basi akamchukua jamaa akawa anaelekea kucheza naye mziki, na huku upande huo huo DJ Foye yuko anajirusha tu, mawazo hana hata kidogo, na yeye huku Ekene akiwa ametulia. Lakini tunamuona Tony anaingia chumbani anamkuta Princess ameshatandika kitanda vizuri na amekilemba. Tony akamwambia usinitanie, yani kila kitu umeshakilemba, haina shida. Akawa anafua nguo taratibu ili aende kulala, lakini Princess ametulia, hana wasiwasi aina yoyote. Tony naye akaingia kitandani, then wakaanza maravdavi ya kiutu uzima, huku bila wasiwasi. Usaliti unazidi kwa David kati yao, haina tatizo lolote. Na ndipo hapo tuangalie episode inayofuata. Asante kwa kuangalia, usisahau kulike, kucomment pia na kusubscribe. Kila mmoja alikuwa ameshashika kondomu yake na kuhitaji kuanza kazi. Basi tuanze ya nani? Tuanze yangu yako? Basi subiri tuanze yangu, huku nani akiwa na fly, mambo yakiwa yanaendelea taratibu. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Pata episode inayofuata.